Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana sifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa wema wake na baraka zake. Ametupa upendeleo tuendelee na sehemu ya 7 ya mfululizo wa masomo yetu ya wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa. Ninayekualika katika majifunzo haya ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla tujaendelea, ninakualika tuombe. Baba mwema mtakatifu, umestahili heshima, utukufu na adhama. Tunakushukuru kwa upendo wako wa milele. Tusamehe dhambi na makosa, na tunakubali kuwa chini ya uangalizi wa mawakala wa kimbingu katika kujifunza huku. Mapenzi yako yatimizwe, sifa na utukufu zikurudie, kwa jina la Yesu, amina. Wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa, sehemu ya 7. Shuhuda kwa kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 716, paragrafu ya 2. Shuhuda kwa kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 716, paragrafu ya 2. Nabii anasema, wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa sasa kwa wakati huu. Hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii, na tutafute kuamsha roho ya Uprotestanti wa kweli. Sio kwamba wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, ulimwengu wa Kiprotestanti umekwisha fanya makubaliano na Rumi. Kwa hiyo Uprotestanti kule Marekani na Urumi wanazungumza lugha moja. Ajenda yao ni moja. Wanataka kuipitisha sheria ya Jumapili. Hata hivyo, jimbo la Utah kule Marekani tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka huu 2025 limekuwa jimbo la kwanza Marekani kupitisha sheria ya Jumapili. Sheria hii ya Jumapili sio sheria ya Jumapili kwa maana ya kushurutisha uhuru wa dhamiri kwenye ibada. Ni sheria ya Jumapili kwa maana ya kufunga shughuli za kibiashara na kuifanya Jumapili itengwe na kuifanya Jumapili iwe ya pekee. Hiki kinafanana kabisa na kile kilichofanyika tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 321. Sheria ya kwanza ya Jumapili ilipitishwa duniani wakati wa Mfalme Konstantini. Sheria hii ya kwanza nayo haikuhusisha ushurutishwaji wa ibada. Ilikuwa kuitambua Jumapili kama siku pekee na biashara kufungwa. Kwa hiyo historia imeshajirudia. Tarehe 7 mwezi wa 3 321, sheria ya kwanza ya Jumapili. Tarehe 7 mwezi wa 3 2025, sheria ya kwanza ya Jumapili katika jimbo la Utah nchini Marekani. Kwa hiyo hilo lisingetokea kama kungekuwa hakuna muunganiko huu kati ya Uprotestanti na Urumi. Kwa hiyo inatuashiria kwamba wamekwisha kuungana. Kwa hiyo kama wameungana, nabii anasema hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa sasa kwa wakati huu. Hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii, na tutafute kuamsha roho ya Uprotestanti wa kweli. Kwa hiyo tunapoona harakati vuguvugu la Jumapili limepamba moto Marekani, ndio wakati ambapo walinzi tunapaswa kupaza sauti zetu, tukitoa ujumbe ambao ni ukweli wa sasa kwa wakati huu. Ukweli wa sasa, ukweli wa wakati huu, ukweli wa leo, kwa Kiingereza the present truth,
ni nini? Manuscript release, gombo la kwanza, ukurasa wa 59, paragrafu ya pili. Manuscript release, gombo la kwanza 59, paragrafu ya pili. Nabii anasema ukweli wa sasa kwa wakati huu unajumuisha ujumbe wa malaika yule wa tatu, ukifuata wa kwanza na wa pili. Kwa hiyo ukisikia ukweli wa sasa ama ukweli wa leo ama ukweli wa wakati huu, hata Kiingereza ukasikia wanasema the present truth, ujue ni ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Katika kitabu cha Evangelism, ukurasa 119, paragrafu ya 3, nabii anasema kwa maana maalum Waadventista wa Sabato wametengwa ulimwenguni kama walinzi na wabeba nuru. Kwao wamekabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu unaoangamia. Juu yao kuna nuru ya ajabu kutoka kwa neno la Mungu. Wamepewa kazi ya umuhimu mkubwa, tangazo la ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Hakuna kazi nyingine ya umuhimu mkubwa sana. Hawapaswi kuruhusu kitu kingine chochote kunyonya umakini wao. Kwa hiyo Waadventista wa Sabato tumetengwa kama wabeba nuru. Tunabeba nini? Tunapeleka nini ulimwenguni? Tunapeleka ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Hilo ndilo kusudi la kuanzishwa mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Pamoja na madhumuni na makusudi mengine mema na mazuri, lakini kubwa kabisa mbele za Mungu ni ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Kwa hiyo tunaenda ulimwenguni. Naposema nitakwenda, ninaenda na nini? Lazima niende na message, niende na ujumbe. Ujumbe ni ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Tofauti na hapo, nitapeleka kitu ambacho sio ujumbe wa mwenye utume. Manuscript release, gombo la kwanza, ukurasa wa 56, paragrafu ya pili, nabii anasema malaika wa tatu anawakilishwa kama anayeruka katikati ya mbingu, akiashiria kazi ya wale wanaotangaza ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Zote zimeunganishwa pamoja. Zote zimeunganishwa pamoja. Kwa hiyo ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu haiwezekani kutenganishwa. Zimeunganishwa pamoja. Nabii anaendelea kusema hivi katika Periodicals Present Truth, kwa kifupi PT, Septemba 1, 1849, paragrafu ya 8, nabii anasema Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa, na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa, ukweli wa kutiwa muhuri, the sealing truth, chakula kwa wakati unaofaa, na kwamba wajumbe wepesi wanapaswa kuharakisha mwendo wao na kulilisha kundi kwa ukweli wa sasa. Nilimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti. Ujumbe huu unatuhusu sana sasa. Kwa mujibu wa historia ya kinabii, kwa mujibu wa matukio ya kinabii, inatuonesha kwamba mahali tulipofika tupo kati ya kipindi cha kukoma kwa hukumu ya upelelezi kwa wafu na kutangazwa kwa sheria ya Jumapili, sheria ya kitaifa Marekani.
Katikati hapa ni hukumu ya upelelezi kwa walio hai inayoanza kwa Waadventista wa Sabato. Hukumu ya upelelezi kwa walio wafu inapokoma inahamia kwa walio hai. Inapohamia kwa walio hai inaanza kwa Waadventista wa Sabato. Ikimalizika, rehema kwa Sabato imefungwa, Jumapili inatangazwa Marekani. Kwa hiyo basi, ujumbe huu unatuhusu sana sasa. Ni kama vile tunaambiwa sasa, harakisha wajumbe wepesi. Harakisha wajumbe wepesi. Kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima ama kwa mauti, katika hukumu ya upelelezi kwa walio hai. Hatima ya kila nafsi itaamuliwa. Na kwa nini tuharakishe na wajumbe wepesi? Kwa sababu watu wa Mungu, roho za thamani zinakufa njaa. Zinakufa njaa kwa kukosa ukweli wa sasa. Sikia hiki nabii anachokisema katika Error Writings 63 paragrafu ya kwanza. Kuna kweli nyingi za thamani zilizo katika neno la Mungu, lakini ni ukweli wa sasa ambao kundi lina uhitaji sasa. Nimeona hatari ya wajumbe kukimbia kutoka kwa mambo muhimu ya ukweli wa sasa, kukaa juu ya masomo ambayo hayakuhesabiwa kuunganisha kundi na kutakasa roho. Shetani hapa atachukua kila faida iwezekanayo ili kudhuru jambo hilo. Kwa Biblia ina masomo mengi tu, lakini sio kila somo, kila hubiri watu wa Mungu litawafaa. Somo ama hubiri linalowafaa watu wa Mungu sasa lazima lijenge kwenye ukweli wa sasa. Ukweli wa sasa ni nini? Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Huu ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu tunaufahamu vizuri katika kitabu cha Danieli sura ya 8 mpaka ya 12. Ndicho kitabu kilichokuwa kimefungwa kikafunguliwa mwaka 1798. Sikia Error Writings 63 paragrafu ya pili, nabii anachosema. Lakini masomo kama vile patakatifu katika uhusiano na siku 2300, amri za Mungu na imani ya Yesu yamehesabiwa kikamilifu kuelezea vuguvugu la marejeo lililopita na kuonyesha msimamo wetu wa sasa ni nini, kuimarisha imani ya wenye mashaka na kutoa uhakika wa utukufu kwa utukufu ujao. Haya nimeona mara kwa mara yalikuwa ndiyo masomo makuu ambayo wajumbe wanapaswa kukawia kwayo. Anaposema patakatifu katika uhusiano na siku 2300, mahali pekee katika Biblia unabii wa siku 2300 unatajwa ni katika Danieli. Ni Danieli 8 mstari wa 14. Danieli sura ya 9 inatoa ufafanuzi wa hiyo Danieli 8:14. Inatoa ufafanuzi. Wapi tunaanza kukokotoa, tunaishia wapi? Unabii wa siku 2300. Danieli sura ya 10 ni ufafanuzi kwa nini malaika Gabrieli alichelewa kumpa majibu ama ufafanuzi Danieli mpaka anaomba siku 21. Danieli sura ya 11 ni wafalme katika uhusiano na siku 2300 wamehusikaje. Danieli 12 ni hitimisho la matukio yaliyoanza wakati wa kukoma kwa unabii wa 2300 mwaka 1844 tarehe 22 Oktoba. Kuna matukio yaliyoanza huduma ya Yesu patakatifu mbinguni, ndio mwanzo wa hukumu ya upelelezi, ndio mwanzo wa siku ya upatanisho. Kwa hiyo matukio haya yatakoma pamoja. Kule yanakokoma mwishoni kabisa, yanapohitimishwa, tunayafahamu kupitia Danieli sura ya 12. Kwa hapa anaposema masomo kama vile patakatifu katika uhusiano na siku 2300, maana yake tunaletwa kwenye kuelewa Danieli 8 mpaka 12. Kwa maana hii tunapaswa kuelewa nini kilitokea 1844. Yesu yuko wapi? Anafanya nini sasa? Tunawezaje kumfuata aliko kwa imani? Tunawezaje kusimama waaminifu kwa Bwana wakati wa hukumu ya upelelezi? Hukumu ya upelelezi inafanyikaje? Kwa wafu na kwa walio hai. Nguzo za imani yetu ni zipi? Ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu
ndio unaotuleta kwenye uelewa wa haya yote, na ndio tunaupata katika sehemu ya kitabu cha Danieli kilichokuwa kimefungwa kikafunguliwa, Danieli 8 mpaka 12. Na kitabu hiki kilichokuwa kimefungwa kiko wazi katika Ufunuo sura ya 10. Kwa Ufunuo sura ya 10 ndiyo kitabu cha Danieli 8 mpaka 12. Ni kimoja kilifungwa, kingine kikafunguliwa. Ni kitabu kimoja tu. Kwa hiyo central theme yake ni siku 2300. Na hapo ndipo tunapata kuelewa sababu ya imani yetu. Kwa nini ni Waadventista wa Sabato? Hapo ndipo tunapata kusudi la utume wetu, message ya kuipeleka ulimwenguni. Hapo ndipo tunaelewa mnyama ni nani, sanamu yake inaundwaje, alama ya mnyama ni nini, na tunawezaje kuepuka kuipokea. Kwa hiyo sehemu ya kitabu cha Danieli kilichokuwa kimefungwa kikafunguliwa, Danieli 8 mpaka 12, ni sehemu muhimu tunapaswa kuielewa. Kwa hiyo wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kuelewa Danieli 8 mpaka 12 imebeba masomo gani tunayoyahitaji sasa, ambayo ni ukweli wa wakati huu, ukweli wa sasa kwa ajili ya wakati huu. Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 20, mwamko mkuu wa kidini, ukurasa wa 294 na 295. Nabii anasema, lakini sehemu ile ya unabii wake unaohusiana na siku za mwisho, Danieli aliagizwa kuufunga na kuutia muhuri hata wakati wa mwisho. Lakini tangu mwaka 1798 kitabu cha Danieli kilifunguliwa. Maarifa ya unabii yameongezeka na wengi wamehubiri ujumbe mkuu wa ukaribu wa hukumu. Kwa kile kitabu kilifunguliwa 1798. Katika Matendo ya Mitume, Acts of the Apostles, kile cha Ellen G. White cha Kiingereza, ukurasa 585, paragrafu ya kwanza, nabii anasema, katika Ufunuo vitabu vyote vya Biblia vinakutana na kumalizika. Huu hapa ni utimilifu wa kitabu cha Danieli. Kimoja ni unabii, kingine ni ufunuo. Kitabu kilichotiwa muhuri si ufunuo, bali ni sehemu hiyo ya unabii wa Danieli unaohusiana na siku za mwisho. Sehemu ya kitabu cha Danieli inayohusu siku za mwisho ni Danieli 8 mpaka 12. Ndio inahusu siku za mwisho. Ndio central theme yake, mada kuu ni siku 2300. Sasa hii Danieli 8 mpaka 12 ndio iliyokuwa imetiwa muhuri, yani ndio ilikuwa imefungwa, lakini ufunuo haijafungwa. Ufunuo ni ufunuo, Danieli ni unabii, ufunuo ni ufunuo. Kwa hiyo wapi katika ufunuo tunapata kitabu kilichofunguliwa wazi? Ni Ufunuo sura ya 10. Kilichopo katika Ufunuo sura ya 10, central theme yake ni siku 2300. Kwa hiyo Danieli 8 mpaka 12 ndiyo hiyo Ufunuo sura ya 10. Kwa ile kitabu kilichofunguliwa ni kutuonesha wakati gani kitabu cha Danieli 8 mpaka 12 kilitakiwa kueleweka, kuanzia 1798. Katika Bible Commentary gombo la 7 ukurasa wa 971, paragrafu ya 5, nabii anasema, vitabu vya Danieli na Ufunuo ni kimoja. Kimoja ni unabii na kingine ni ufunuo. Kimoja kimetiwa muhuri na kingine kimefunguliwa. Kwa hiyo Danieli 8 mpaka 12 kilitiwa muhuri. Ufunuo sura ya 10 kimefunguliwa. Kwa hiyo ni kitabu kimoja. Danieli 8 mpaka 12 ndio central theme yake tunaipata katika Ufunuo sura ya 10. Ni kitabu kimoja. Ni kitabu kimoja. Kwa hiyo Danieli sura ya 8 mpaka 12 ilikuwa imefungwa na ilifunguliwa tangu 1798. Kufunguliwa huko maana yake tunapaswa kuelewa ujumbe uliopo katika kipande hiki cha kitabu cha Danieli 8 mpaka 12. Tunaposoma tukihusianisha na Ufunuo sura ya 10.
Danieli 8 ni unabii. Danieli 9 ni ufafanuzi wa unabii. Wapi tunaanzia kukokotoa, wapi tunamaliza. Danieli 10 ni ufafanuzi kwa nini malaika Gabriel alichelewa kumpa ufafanuzi Danieli. Ni kwa sababu ya mfalme wa Uajemi ambaye ni Shetani alimzuia Gabriel asipeleke ufafanuzi wa unabii wa siku 2300 kwa Danieli. Danieli 11 ni wafalme wamehusika vipi katika kufanikisha ama kuafifisha unabii wa siku 2300 ili kutimia kwake. Danieli 12 ni final, ni hitimisho la matukio yaliyoanza 1844 tarehe 22 Oktoba, wakati Yesu anahama chumba cha kwanza cha patakatifu anaingia chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu. Ndio mwanzo wa hukumu ya upelelezi. Sasa matukio haya yaliyoanza lazima yatahitimishwa. Kuhitimishwa kwake ni kufungwa kwa mlango wa rehema. Kwa Danieli inatuleta mwishoni kabisa, tangu kuhitimishwa mpaka kitakachofuata baada ya kuhitimishwa. Na nabii anasema hivi kuhusu kitabu cha Danieli. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 115 paragrafu ya 3. Nabii anasema kitabu cha Danieli hakijatiwa muhuri katika ufunuo wa Yohana, na utupeleka mbele hadi matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii. Kwa hiyo kitabu kilichokuwa kimefungwa kikafunguliwa, Danieli 8 mpaka 12 imebeba matukio ya kiunabii yanayotupeleka mpaka kufungwa kwa historia ya dunia hii. Sasa sikia nabii anachosema katika manuscript release gombo la 15 paragrafu ya 200, ukurasa wa 228 paragrafu ya 2. Nabii anasema tusome na kujifunza sura ya 12 ya Danieli. Ni onyo ambalo tutahitaji kuelewa kabla ya wakati wa mwisho. Kwa Danieli sura ya 12 ndio inahitimisha, inatupatia uelewa matukio yaliyoanza 1844 tarehe 22 Oktoba yanatimia lini, yanatimiaje. Kwa naposema tusome kitabu cha Danieli sura ya 12 ni onyo sote tunalohitaji kuelewa kabla ya wakati wa mwisho, maana yake kabla ya kufungwa kwa historia ya dunia hii. Kumbuka kitabu cha Daniel kwa mujibu wa Testimony to Ministers the Gospel Workers ukurasa 115 paragraph ya 3, kitabu cha Daniel sehemu iliyokuwa imefungwa ikafunguliwa, inatupeleka mpaka mwisho wa historia ya dunia hii. Kwa Daniel 12 ndio inayotupeleka mwisho. Sasa basi katika Danieli sura ya 12 mstari wa 6, mstari wa 7, mstari wa 11 mpaka 12 iko hivi, imeandikwa hivi. Danieli 12:6 inasomeka, na mmoja akamuuliza yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, Je, itakuwa muda wa miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu? Jambo la kwanza la kujiuliza, mambo gani ya ajabu? Mambo gani ya ajabu? Danieli sura ya 12 wazo lake tunaanza kuliona Danieli 11 mstari wa 40 mpaka 45. Danieli 11 40 mpaka 45 ni unabii wa jeraha la mauti kupona na upapa kutawala tena na kurudisha mateso awamu yake ya pili. Mateso kama ya zama za giza yatajirudia tena. Katika Danieli 11 mstari wa 21 mpaka 39 tunaona mamlaka ya upapa inatajwa. Hapo focus ikabadilika kutoka mfalme wa kaskazini kama sehemu ya utawala wa Kiyunani, sasa mfalme wa kaskazini mamlaka ya upapa.
Nabii Ellen G. White alipokuwa anatoa commentary, ana comment kwenye Daniel 11 fungu la 31 mpaka 36, anatoa unabii ya kwamba haya matukio, yani upapa sehemu ya kwanza, zama za giza, yatarudia tena. Ndipo Daniel 11 mstari wa 40 mpaka 45 ndio awamu ya pili ya upapa kushika hatamu na kutesa watakatifu wa Bwana. Sasa unapokuja kwa Danieli sura ya 12 fungu la kwanza inasema wakati huo Mikaeli atasimama. Wakati gani? Ni wakati wa utawala wa upapa awamu ya pili. Ni wakati wa mateso kwa watakatifu awamu ya pili. Ni wakati wa kupona kwa jeraha la mauti. Ni baada ya sheria ya Jumapili kutangazwa Marekani kwenda ulimwengu mzima. Kwa hiyo Mikaeli kusimama ni kuchukua ufalme, ni kuchukua utawala. Na Mikaeli atasimama baada ya rehema kufungwa kwa ulimwengu. Sasa basi, Mikaeli kusimama na kuchukua ufalme, anapora ufalme, ananyang'anya ufalme kwa Shetani, ambaye Shetani kwa mujibu wa Ufunuo sura ya 13 alikabidhi ufalme ule kwa mnyama, yani kwa upapa. Kwa hiyo Shetani anatawala dunia kupitia mamlaka ya upapa. Kwa hiyo Mikaeli kusimama ni kupokonya ufalme kutoka kwa upapa, na kwa njia hiyo Shetani amepokonywa ufalme. Sasa wakati wa kupokonywa ufalme ni wakati ambapo utawala utakaokuwa unatawala dunia ni mamlaka ya upapa awamu ya pili. Kwa hiyo wakati wa awamu hii ya pili ya upapa ni wakati wa kuwatesa watakatifu, ni wakati wa kukanyaga mambo matakatifu, ni wakati wa taabu, muda mfupi wa taabu kabla ya taabu ile kubwa yenyewe baada ya kufungwa kwa mlango wa rehema. Sasa hapa naposema, je, itakuwa muda wa miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu? Mambo ya ajabu yanayofanywa na mamlaka ya upapa yatachukua muda gani? Sasa wengine wanasema hii tunaweza kusema ilikuwa inarejelea mwaka 538 mpaka 1798, miaka 1260 ya zama zile, zama za giza. Lakini ukumbuke hapa Danieli 12 imetutoa kutoka matukio yaliyoanza 1844. Danieli 12 hairudi nyuma ya 1844. Danieli 12 inaanzia tarehe 22 Oktoba 1844 inatupeleka mpaka mwisho wakati. Labda nisome tena hii ili tuliweke sawa. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 115 paragrafu ya 3. Kitabu cha Danieli hakijatiwa muhuri katika Ufunuo wa Yohana. Na ukishasikia kutiwa muhuri, sehemu ndio tiwa muhuri ni Danieli 8 mpaka 12. Ndiyo hiyo Ufunuo sura ya 10 ni kitabu kimoja. Na hutupeleka mbele hadi matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii. Sasa ukiangalia Danieli 8 mpaka 12, central theme yake ni siku 2300. Siku 2300 zilikoma tarehe 22 Oktoba 1844. Kuna matukio ya kinabii yaliyoanza tarehe 22 Oktoba 1844 mpaka sasa, mpaka Yesu atakaporudi. Sasa sikia. Manuscript release gombo la 15 ukurasa wa 228 paragrafu ya 2, nabii anasema, tusome na kujifunza sura ya 12 ya Danieli. Ni onyo ambalo sote tutahitaji kuelewa kabla ya wakati wa mwisho. Kwa hiyo Danieli sura ya 12 ndio inatupa uelewa. Matukio yaliyoanza tarehe 22 Oktoba 1844, huduma ya Yesu patakatifu pa patakatifu, ndio kulitakasa hekalu, ndio siku ya upatanisho na hukumu ya upelelezi zilizoanzia tarehe 22 Oktoba 1844 zinakwenda
mpaka zitakapoishia. Kwa hiyo Danieli 12 inakava kipande hicho cha baada ya tarehe 22 Oktoba 1844. Kwa hiyo Danieli 12 hairudi nyuma kabla ya 1844. Angalia hii. Na inasema, je, itakuwa muda wa miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu? Hapa sio mwisho wa mambo ya ajabu yaliyotendwa na upapa awamu ya kwanza, kwa sababu upapa utarudia tena. Hapa ni matendo ya ajabu, mambo ya ajabu yanayotendwa na upapa awamu ya pili. Kwa hiyo swali hili haiwezekani kuturudisha kwenye zama za giza. Swali hili linapaswa kutupeleka kwa awamu ya pili ya upapa. Katika somo linalofuata la mwisho katika mfululizo wa wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa, sehemu ya 8, utapata ufafanuzi wa kina juu ya machukizo matatu ya uharibifu, yaani vitabu 5 vya Biblia vinavyotaja awamu 3 za machukizo ya uharibifu. Awamu ya kwanza ni chukizo la uharibifu kwa maana ya majeshi kuuzingira mji wa Yerusalemu. Awamu ya pili ni chukizo la uharibifu, hatamu ya kwanza ya upapa, zama za giza. Awamu ya tatu ni chukizo la uharibifu, hatamu ya pili ya upapa, mwisho wakati. Jeraha la mauti litakapopona, Marekani itakapopulizia pumzi ile sanamu ya mnyama hata inene, itakapopitisha sheria ya Jumapili na kushurutisha dunia nzima wamsujudie mnyama yule, jeraha la mauti la upapa litakuwa limepona. Hiyo ni hatamu ya pili. Kwa hiyo Danieli 12 inatuleta kwenye hatamu ya pili ya upapa. Danieli 11:31 yenyewe inatueleza hatamu ya kwanza ya upapa, zama za giza. Na kumbuka Danieli 11:21 mpaka 39 ndicho kipindi cha hatamu ya kwanza ya upapa. Danieli 11:40 mpaka 45 ni utabiri wa kurudia tena hatamu. Kwa hiyo Danieli 12 inaanza mstari wa kwanza. Wakati huo Mikaeli atasimama wakati wa hatamu ya upapa awamu ya pili. Kwa hiyo tangu mwanzo tu fungu la kwanza Danieli inatuleta kwenye matukio ya mwisho inatueleza uhitimishwaji wa matukio yaliyoanza tarehe 22 Oktoba 1844. Danieli 12:7, nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, hapo alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele, ya kwamba itakuwa wakati na nyakati 2.5 wakati, tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watu watakatifu, ndipo mambo hayo yote yatakapotimizwa. Kwa hiyo hapo nyakati 2 ni miaka 2, wakati ni mwaka 1, hiyo ni miaka 3. Nusu wakati ni miezi 6, ni miaka 3.5. Kwa hiyo katika Danieli 12:6 swali linapoulizwa, je, itakuwa muda wa miaka mingapi hata mambo haya ya ajabu? Yaani upapa hatamu yake ya pili itadumu kwa miaka mingapi wakati wa kutenda mambo ya ajabu, kuua watakatifu, kushurutisha uhuru wa dhamiri, kutesa watakatifu, mambo ya ajabu yatakayotendwa na mamlaka ya upapa awamu ya pili. Itakuwa muda wa miaka mingapi mpaka mambo hayo yatakapoisha? Mambo hayo yatakapoisha, Mikaeli anasimama. Sasa kabla ya Mikaeli kusimama itachukua muda gani? Danieli 12:7 inataja miaka 3.5. Na ngoja niseme hivi, historia huwa ina kawaida ya kujirudia.
Upapa awamu ya kwanza ulidumu kwa miaka 3.5 ya kinabii, siku 1260, miezi 42 ya kinabii. Upapa awamu ya pili vivyo hivyo utadumu kwa miaka 3.5, lakini sio ya kinabii, ni miaka 3.5 halisi. Kwa hiyo tutakapoona sheria ya Jumapili imetangazwa Marekani haitapita miaka 4 Mikaeli atasimama. Na angalia, tunajifunza pia, mambo haya yameelezwa kwa upana na kwa wazi. Tunajifunza pia wakati wa kuangamizwa kwa Yerusalemu, kule chukizo la uharibifu awamu ya kwanza, kwa mujibu wa Mathayo sura ya 24 mstari wa 15, tunapata ufafanuzi Luka 21 mstari wa 20 na 21, kwamba majeshi ya Kirumi yatakapouzingira mji wa Yerusalemu, jueni ya kwamba uangamivu wake umekaribia. Sio kwamba ndio unaangamia, uangamivu wake umekaribia. Kwa hiyo walio katika Uyahudi watoke waukimbie mji, waende milimani na mashambani. Ulikuwa ni mwaka wa 66 ishara hiyo ilipotimia. Haikupita miaka 4, mwaka wa 70 majeshi yalirudi tena, na ndipo ikawa uangamivu wa Yerusalemu. Na nabii anasema vivyo hivyo tumepewa ishara kama walivyopewa Wakristo wa Uyahudi. Tutakapoona sheria ya Jumapili ya kitaifa imepita Marekani, tujue ule mwisho upo karibu. Sio kwamba ndio mwisho umefika, mwisho upo karibu. Vivyo hivyo haitapita miaka 4, dunia hii itapatilizwa, dunia hii itaanguka, dunia hii itagharikishwa. Kwa hiyo upapa awamu ya pili utashughulika pia na watakatifu kwa muda wa miaka 3.5. Ndipo Mikaeli atasimama. Rehema itakapofungwa, ndipo Mikaeli atasimama. Ndipo Mikaeli atasimama. Angalia nukuu hii, Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 464 na 465. Imenukuliwa katika Matukio ya Siku za Mwisho, UPH 2015, ukurasa wa 93. Nabii anasema, wakati hauko mbali sana ambapo kama wale wanafunzi wa kwanza tutalazimika kutafuta kimbilio katika mahali pa ukiwa na upweke, kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu kwa wanajeshi wa Kirumi ilivyokuwa ishara ya kukimbia kwa Wakristo wa Uyahudi. Vivyo hivyo kujitwalia mamlaka kwa taifa letu Marekani katika amri inayolazimisha sabato ya kipapa itakuwa ni onyo kwetu. Huo ndio utakaokuwa wakati wa kuihama miji mikubwa, ikiwa ni maandalizi ya kuihama miji midogo kwa ajili ya kwenda kwenye makazi ya maficho katika maeneo yaliyojitenga miongoni mwa milima. Mahali pengine nukuu, nabii anasema Jumapili inapotangazwa, jueni ya kwamba ule mwisho uko karibu. Jumapili kutangazwa ndiyo the last act in the drama, tukio la mwisho katika pambano la zama zote. Sasa angalia hapa, nabii analinganisha chukizo la uharibifu awamu ya kwanza, analifananisha na chukizo la uharibifu awamu ya pili. Hapana, awamu ya tatu. Nabii analinganisha chukizo la uharibifu awamu ya kwanza, kuzingirwa kwa Yerusalemu, na chukizo la uharibifu awamu ya tatu, jeraha la mauti, kupona. Awamu ya pili, zama za giza, nabii hajazigusia, kwa sababu huku mwisho, kufungwa kwa historia ya dunia,
matukio yake yamefanana na kile kilichotokea kwenye uangamivu wa mji wa Yerusalemu. Na nabii anasema hivi katika kitabu cha Pambano Kuu, sura ya kwanza, uangamivu wa Yerusalemu, UPH 2023, ukurasa wa 28. Nabii anasema, hebu watu wawe waangalifu wasije wakapuuza somo lililotolewa kwao katika maneno ya Kristo, kama alivyowaonya wanafunzi wake kuhusu uharibifu wa Yerusalemu, kwa kuwapa ishara ya maangamizi yaliyokuwa yanakaribia, ili waweze kukimbia na kuponya nafsi zao. Kadhalika ameuonya ulimwengu kuhusu siku ya uharibifu wa mwisho, na amewapa ishara ya ukaribu wake, ili wale watakaopenda kuokoa nafsi zao waweze kuikimbia hasira inayokuja. Ukisoma katika Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5 tuliotoka kulisoma, ukurasa wa 464 na 465, katika matukio ya siku za mwisho, UPH 2015, ukurasa wa 93, inasema, wakati hauko mbali sana ambapo kama wale wanafunzi wa kwanza tutalazimika kutafuta kimbilio katika mahali pa ukiwa na upweke, kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu kwa wanajeshi wa Kirumi ilivyokuwa ishara ya kukimbia kwa Wakristo wa Uyahudi, vivyo hivyo kujitwalia mamlaka kwa taifa letu Marekani katika amri inayolazimisha sabato ya kipapa itakuwa ni onyo kwetu. Huo ndio utakaokuwa wakati wa kuihama miji mikubwa, ikiwa ni maandalizi ya kuihama miji midogo kwa ajili ya kwenda kwenye makazi ya maficho katika maeneo yaliyojitenga miongoni mwa milima. Kwa hiyo chukizo la uharibifu awamu ya kwanza ndilo linalofananishwa na chukizo la uharibifu awamu ya 3, wakati wa kupona kwa jeraha la mauti. Kwa hiyo sheria ya Jumapili inapotangazwa, ndipo tunajua kwamba ukaribu wake Yesu upo karibu, yani Yesu amekaribia. Kwa hiyo sheria ya Jumapili ndio inayetupa picha muda gani umebaki wa kurudi kwa Yesu, japo hatujui siku na saa. Kwa hiyo Danieli sura ya 12 inarejelea matukio ya mwisho wa kuhitimishwa Pambano Kuu na uhitimishwaji wa matukio yaliyoanza tarehe 22 Oktoba 1844. Uhitimishwaji wa matukio haya utakuja wakati awamu ya pili ya upapa utakapokuwa umepona jeraha la mauti, utakapokuwa umeshika hatamu na kuwatesa watakatifu. Wakati huo, Danieli 12:1, ndipo Mikaeli jemedari mkuu atasimama. Ndicho kipindi ambacho upapa utakuwa ukiwatesa watakatifu. Kwa hiyo Danieli 12:6 inapouliza itachukua muda wa miaka mingapi mambo hayo ya ajabu hata yatakapokoma, maana yake upapa awamu ya pili utachukua miaka mingapi? Maana kukomeshwa kwa upapa ni kusimama kwa Mikaeli. Kwa hiyo hiki kinachoelezwa katika Danieli 12 kinafananishwa na kilichotokea wakati wa kuzingirwa kwa Yerusalemu, chukizo la uharibifu awamu ya kwanza. Katika somo linalofuata sehemu ya 8 tutaeleza awamu ya kwanza, ya pili, ya tatu ya chukizo la uharibifu. Tutafafanua pia BRI, Biblical Research Institute ya kanisa letu la Waadventista wa Sabato wanasemaje juu ya Danieli 12. Tulinganishe, tuone katika namna ambayo itatusaidia kupata nuru kamili. Ni somo litakalofuata sehemu ya 8. Usikose somo hilo makini, naamini Mungu atatusaidia kuelewa kile kilichokusudiwa. Kwa hiyo wakati majeshi ya Kirumi yameuzingira mji wa Yerusalemu mwaka wa 66, ndio ilikuwa ishara ya Wakristo wa Uyahudi kuukimbia. Haikupita miaka 4, mwaka wa 70 yaliporudi tena ndio ukawa uangamivu wa Yerusalemu. Na sisi tumepewa ishara kama ile.
Tutakapoona Marekani imetangaza sheria ya Jumapili, maana yake Waadventista wa Sabato tumezingirwa. Kwa hiyo ndio ishara ya kukimbia miji mikubwa. Na kama ndio ishara ya kukimbia miji mikubwa, vipi kwa watakao kuwa wanaishi Marekani, wanaishi nchi za Ulaya na nchi zingine? Maana yake wanapoona Marekani imekaribia kutangaza sheria ya Jumapili, ilikuwa ndio wafanye maandalizi ya kutoka na kurudi kwenye nchi zao. Na inapotangazwa Marekani, hata walio kwenye miji mikubwa katika nchi zao husika watoke, watapaswa kutoka waende kwenye miji midogo kwa maandalizi ya kuikimbia miji midogo kwenda maeneo ya mafichoni. Kwa hiyo tunaona historia itajirudia. Lile chukizo la uharibifu awamu ya kwanza litafanana na lile la awamu ya tatu, wakati upapa umerudia hatamu yake na mateso kuanza, yani jeraha la mauti limepona. Sikia hii. Pambano Kuu UPH 2023 sura ya kwanza, uangamivu wa Yerusalemu, ukurasa wa 27. Unabii wa Mwokozi kuhusu kumwagwa kwa hukumu juu ya Yerusalemu una utimizo mwingine. Unabii wa Mwokozi kuhusu kumwagwa kwa hukumu juu ya Yerusalemu una utimizo mwingine. Utimizo gani huo mwingine? Ambao kwao ukiwa ule ulikuwa kivuli hafifu tu. Katika kile kilichoupata mji mteule, tunaweza kuona uharibifu wa ulimwengu ambao umekataa rehema ya Mungu na kuikanyaga sheria yake. Kwa hiyo itakapotangazwa sheria ya Jumapili Marekani, ule mwisho upo karibu. Uangamivu wa Yerusalemu upo karibu. Uangamivu wa dunia sasa upo karibu. Kwa hiyo ule uangamivu wa Yerusalemu, baada ile ishara waliopewa kutimia, haikupita miaka mingi, uangamivu katokea. Historia itajirudia. Ishara ikionekana Marekani ikipitisha sheria ya Jumapili kitaifa, ule mwisho upo karibu. Haitapita miaka minne, dunia itashuhudia Mikaeli akisimama. Kwa hiyo itakuwa muda wa miaka mingapi? Katika Danieli 12:6. Je, itakuwa muda wa miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu? Mambo gani ya ajabu? Utendaji kazi wa upapa katika awamu ya pili baada ya kupona jeraha la mauti. Utendaji huo tunaanza kuuhisi, tunaanza kuuona Marekani ikipitisha sheria ya Jumapili. Ndio ishara ya kuzingirwa kwetu, kama majeshi ya Kirumi yalivyozingira mji wa Yerusalemu. Na itadumu kwa muda wa miaka 3.5 kama ilivyokuwa chukizo la uharibifu awamu ya pili katika kipindi cha zama za giza, japo ilikuwa ni miaka ya kinabii, lakini huku ni miaka kamili, literal, miaka 3.5 ndio ya utendaji kazi wa upapa. Ikikoma miaka 3.5, Mikaeli atasimama. Kwa hiyo Marekani itakapotangaza sheria ya Jumapili ambayo hatujui inatangazwa lini, ikitangazwa tu, watakatifu tunaweza tukapiga picha kuona ya kwamba miaka 3 na kitu haipiti, Yesu anarudi, japo hatutajua tarehe, siku na saa ya kuja. Ila eventi hiyo ya tukio la Jumapili Marekani ndio inayotuleta kwenye uelewa wa muda gani mfupi uliobaki Yesu kuja mawinguni. Mikaeli kusimama. Anaposimama, mapigo 7 yatafuata baada ya kipindi kile cha mauaji na umwagaji damu, wakati Roho Mtakatifu ameondolewa. Baada ya mapigo 7, Yesu ataonekana mawinguni. Kwa hiyo basi, kama Marekani itatokea, sijui itatokea mwaka 2025, wametangaza sheria ya Jumapili 26, 27, 28, 29, Mikaeli lazima atasimama kwa mujibu wa roho ya unabii. Kama itatokea Marekani watatangaza sheria ya Jumapili mwakani 2026, 27, 28, 29, 30, Mikaeli lazima asimame. Anaposimama Mikaeli, anakomesha upapa, anapokonya mamlaka, anajirudishia ufalme. Ndio utakuwa kukoma kwa mambo ya ajabu ya upapa. Kama itatokea Marekani watatangaza Jumapili ya kitaifa, National Sunday Law 2027, manake 28, 29, 30,
31 haitapita, Mikaeli atasimama. Kusimama kwa Mikaeli ndio kukomesha upapa. Kama itatokea 2028 ndio Marekani itapitisha sheria ya Jumapili, National Sunday Law, 29, 30, 31, 32 haitapita, Mikaeli atasimama. Kwa hiyo kutokana na ishara za kinabii, sio moja, kadhaa, zinatuonesha ya kwamba utawala huu uliopo sasa umejinasibu kutaka kupitisha sheria ya Jumapili. Kumbuka unatekeleza project 2025 na ndani ya project 2025 kuna sheria ya Jumapili ndani yake. Na Trump mpaka sasa, hii Aprili inaelekea mwisho 2025, tangu tarehe 20 Januari alipoapishwa, kwenye asilimia zisizopungua 42 ametekeleza project 2025. Unajuaje? Nenda tu kwenye Google, andika project 2025 tracker. Tracker, yani TRACKER, project 2025 tracker. Itakuleta namna ambavyo mfumo una traki asilimia ngapi zimetekelezwa ya project 2025 ya serikali ya Trump. Kipi kimeshatekelezwa kwa asilimia ngapi? Mtiririko wote umewekwa mtandaoni. Kwa hiyo tunakoelekea, pengine kama serikali hii ya Trump mpaka inamaliza awamu yake miaka 4, wakati wowote ikitangaza sheria ya Jumapili ya kitaifa, tunahesabu miaka isiyozidi 4, Mikaeli atasimama. Kwa hiyo Danieli 12:7 inapotaja miaka 3.5, ina maana kipindi cha utawala wa upapa awamu ya pili. Miaka 3.5 itajirudia tena awamu ya pili. Kwa hiyo Danieli 12 inatuleta kwenye kuhitimishwa kwa matukio ya kinabii yaliyoanza 1844 tarehe 22 Oktoba. Inatuleta pia kwenye uhitimishwaji wa pambano kuu kati ya Kristo na Shetani. Wakati huo Mikaeli atasimama, ni wakati wa upapa awamu ya pili. Upapa umeshika hatamu awamu ya pili, jeraha la mauti limepona. Kwa hiyo muda unaoulizwa hapa sio tena wa zama za giza, kwa sababu hata hivyo Danieli 12 inatuleta mwisho kuanzia 1844 tarehe 22 Oktoba mpaka Yesu anarudi. Danieli 12 haiturudishi nyuma. Haiturudishi nyuma. Danieli 12 fungu la 11 na 12, nabii neno linasema, na tangu wakati ule ambapo sadaka ya kuteketezwa ya daima itaondolewa na hilo chukizo la uharibifu litakaposimamishwa, itapata siku 1290. Heri ya ngojae na kuzifikiria siku hizo 1335. Hizi nazo haziturudishi nyuma, kama vile inavyoaminika ya kwamba mwaka 508 inatuleta mpaka 1798, inatuleta mpaka 1843. Danieli 12 muktadha wake inaanzia Oktoba 22, 1844, matukio ya kinabii yaliyoanza wakati wa kukoma kwa unabii wa siku 2300. Yesu alipohama chumba cha kwanza cha patakatifu, alipoingia chumba cha pili cha patakatifu, mwanzo wa hukumu ya upelezi, na haya matukio yote yaliyoanza hapa, Danieli 12 ndio inatuleta kwenye kuhitimishwa kwake. Turudie tena nukuu hizi za roho ya unabii. Nabii anasema hivi katika Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 115, paragrafu ya 3. Kitabu cha Danieli hakijatiwa muhuri katika ufunuo wa Yohana. Hapa inamaanishwa Danieli 8 mpaka 12 ndicho kitabu kilichokuwa kimetiwa muhuri. Katika Ufunuo sura ya 10 ni kitabu kimefunguliwa. Ni kitabu hicho hicho. Central theme yake ni siku 2300. Na hutupeleka mbele
hadi matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii. Hiyo kipande kilichokuwa kimefungwa Danieli 8 mpaka 12 inatupeleka mbele mpaka matukio ya mwisho ya kufungwa kwa historia ya dunia hii. Sasa angalia hapa, inazidi kufafanua zaidi. Manuscript release, gombo la 15, ukurasa wa 228, paragrafu ya 2. Nabii anasema, tusome na kujifunza sura ya 12 ya Danieli. Ni onyo ambalo sote tutahitaji kuelewa kabla ya wakati wa mwisho. Hapa Danieli 12 tunayopaswa kuisoma na kuielewa kabla ya wakati wa mwisho. Onyo imebeba onyo la kabla ya wakati wa mwisho. Ni wakati wa mwisho ambapo Mikaeli atasimama. Kwa hiyo Danieli 12 ndio inatupa uelewa matukio yaliyoanza Oktoba 22, 1844 yanahitimishwaje? Yanahitimishwa wakati gani? Ni Danieli sura ya 12. Kwa hiyo Danieli 12 mstari wa 11 na wa 12, hizo siku 1290 na siku 1335 zinaongeza pale miaka mitatu ilipoishia. Upapa hatamu ya pili baada ya jeraha la mauti kupona, tangu Marekani kutangaza sheria ya Jumapili, ndipo atakapokuwa amesimika chukizo la uharibifu. Hatamu ya upapa itachukua miaka 3.5 kwa mujibu wa Danieli 12. Sasa baada ya miaka 3.5 kukoma, na hii miaka 3.5 ndani yake pia kuna onyo la mwisho kwa ulimwengu, kilio kikuu, the loud cry, na ndo kuna mateso ya watakatifu, kuuawa na kadhalika kipindi hicho. Yani jeraha la mauti la upapa linapona baada ya Marekani kutangaza sheria ya Jumapili, kwa sababu inapotangaza sheria ya Jumapili ndipo sasa imepuliza pumzi kwenye ile sanamu ya mnyama, na ile sanamu ya mnyama inene. Sanamu ya mnyama ni upapa. Upapa ni muunganiko wa dini na serikali. Kwa Marekani itakapofanikiwa kuunganisha dini na serikali, maana yake upapa utarudisha tena mateso yake. Sasa sio upapa peke yake, upapa kwa kushirikiana na Uprotestanti utawatesa watakatifu. Kwa hiyo mateso haya, mambo ya ajabu yatakayotendwa na mnyama, ni miaka 3.5 itajirudia tena katika awamu hii ya mwisho. Sasa miaka 3.5 hii inapokoma, Mikaeli anasimama. Mikaeli anaposimama ndipo kunaongezeka siku 30. Hizi siku 30 zinazoongezeka kutoka kwa siku 1260 ndizo zinazoleta siku 1290. Hizi siku 30 kwa mujibu wa Pambano Kuu na vitabu vingine vya roho ya nabii vinatuambia kwa ndicho kipindi ambacho Roho Mtakatifu ameondolewa duniani. Ndicho kipindi ambacho malaika wameacha kuzishikilia zile pepo. Kwa hiyo dunia itaingizwa kwenye machafuko na umwagaji wa damu. Ni kipindi cha vita ya 3 ya dunia. Vita ya 3 ya dunia. Shetani atawavuruga wanadamu. Watu watauana na kuchinjana na kutendana ukatili. Katika kipindi hiki ndicho kipindi ambacho 144,000 watalindwa na Mungu, na hakuna mtakatifu atakayeonja mauti. Baada ya kipindi hiki cha siku tu 30 hapo kupita, ndipo mapigo 7 yatakapofuata. Mapigo 7 yatakapofuata, katika kipindi cha mapigo 7, taabu ya Yakobo mpaka kurudi kwa Yesu ni kipindi cha siku 45, ambapo sasa kutoka 1290 tangu Jumapili imetangazwa Marekani inatuleta kwenye 1335. Kwa hiyo unabii umetuweka wazi. Kitabu cha Danieli sura ya 12 inatuleta kwenye hitimisho la pambano kuu la zama zote, hitimisho la matukio ya kinabii yaliyoanza 1844 tarehe 22 Oktoba. Sasa Yesu anarudi wakati gani? Hatujui. Inabaki tu tukishaona Marekani imetangaza sheria ya Jumapili, unabii unasema jueni ya kwamba yuko karibu. Jueni ya kwamba ule mwisho upo karibu. Kama ilivyokuwa kwa Wakristo wa Uyahudi, na sisi tumepewa ishara. Ishara yetu tuliopewa ni sheria ya Jumapili. Kwa itakapotangazwa National Sunday Law Marekani,
basi haitapita miaka 4. Kama ile ishara ya Wakristo wa Uyahudi kuzingirwa na majeshi ya Kirumi ilitokea mwaka wa 66, mwaka wa 70 uangamivu wa Yerusalemu ukatokea, ndivyo itakavyotokea kwetu. Sheria ya Jumapili ikitangazwa, ule mwisho uko karibu. Haitapita miaka 4, dunia itashuhudia uangamivu wa mwisho. Lakini kwanza lazima Mikaeli asimame. Kwa hicho ndicho kitabu cha Danieli sura ya 12. Danieli sura ya 12. Somo litakalofuata sehemu ya 8, kitabu wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa sehemu ya 8. Tutaweka hiyo hoja vizuri: chukizo la uharibifu wa awamu ya kwanza, chukizo la uharibifu wa awamu ya pili, chukizo la uharibifu wa awamu ya 3. Tutakuja kueleza ni vile ambavyo Biblical Research Institute ya kanisa letu la Waadventista wa Sabato wanavyotafsiri zile siku 1260, 1290, 1335 katika Danieli 12. Lakini pia namna ambavyo wanatafsiri nukuu ama walivyoibadili nukuu ya roho ya unabii inayotaja kwamba siku 1335 ziko mbele. BRI inatafsiri katika namna ya kufanya zile siku kwamba zilishapita, kitu ambacho kinapingana na uelewa, yani namna ambavyo Biblia inajifafanua yenyewe inagoma kabisa, kwa sababu Danieli sura ya 12 tunaona mwanzo wake ni Oktoba 22, 1844. Unabii wa siku 2300 unapokoma, Danieli 12 inaanzia hapo, inatupeleka mbele. Hata nabii amesema mbele mpaka mwisho wa historia ya dunia hii. Mwisho wa historia ya dunia hii tutashuhudia uhitimishwaji wa pambano kula zama zote. Danieli 12 imeeleza. Mwisho kabisa tutashuhudia kuhitimishwa kwa matukio ya kinabii yaliyoanza tarehe 22 Oktoba 1844. Danieli 12 imeeleza. Kwa Danieli 12 haiturudishi nyuma ya 1844, inatupeleka mbele, mwisho wa matukio hayo ya kinabii. Sasa sikia nukuu hii ambayo kwenye somo litakalofuata atakuja kuieleza vizuri namna BRI, Biblical Research Institute, wanavyoeleza. Inatoka Shuhuda kwa Kanisa, inatoka Manuscript Release gombo la 6 ukurasa wa 251 paragrafu ya 2. Tutakuja kuangalia vizuri, tuchambue kwa pamoja, tuone BRI wanasemaje, alafu tuone ukweli ukoje. Manuscript Release gombo la 6 ukurasa wa 251 paragrafu ya 2. Nabii anasema, ndugu Hewitt kutoka Dead River alikuwa pale. Alikuja na ujumbe kwamba uharibifu wa waovu na kulala kwa wafu ilikuwa ni chukizo ndani ya mlango uliofungwa ambao mwanamke Jezebeli nabii alikuwa ameleta, na aliamini kwamba mimi ni yule mwanamke Jezebeli. Huyu ndugu Hewitt kutoka Dead River aliamini kwamba Jezebeli ni Ellen G. White. Tulimwambia baadhi ya makosa yake ya nyuma, kwamba siku 1335 zilimalizika na makosa yake mengine. Mtego uko hapa, mgogoro uko hapa, ndipo ninapotofautiana na BRI. Tulimwambia baadhi ya makosa yake ya nyuma, kwamba kwa unapoona kwamba, maana yake kinachofuata ndio baadhi ya hayo makosa yake ya nyuma. Siku 1335 zilimalizika na makosa yake mengine. Kwa hiyo siku 1335 kumalizika, huyu Hewitt kutoka Dead River aliamini zilikuwa zimepita. Hilo lilikuwa ni kosa, yalikuwa ni makosa, hiyo ilikuwa ni error pamoja na makosa yake mengine, likiwemo na hili la kumuita nabii Ellen G. White kuwa ni Jezebel. Kwa hiyo nabii hapa ndio nukuu pekee tunayoipata akithibitisha ya kwamba siku 1335 ziko mbele. Sio kwamba zilitimia wakati wa zama za giza kuja mpaka 1843. Angalia, tulinganishe sasa
tuone nabii anavyoeleza. Kumbuka, nabii hajipingi mwenyewe. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa 115 paragrafu ya 3. Kitabu cha Danieli hakijatiwa muhuri katika ufunuo wa Yohana na utupeleka mbele hadi matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii. Kitabu cha Danieli kilikuwa kimetiwa muhuri, kikafunguliwa mwaka 1798. Danieli 8 mpaka 12 ndio kitabu kilichokuwa kimefungwa kikafunguliwa. Ndio Ufunuo sura ya 10. Kitabu ni kimoja tu. Central theme yake ni siku 2300. Nabii hapa anasema inatupeleka mbele mpaka mwisho mwa historia ya dunia hii. Sasa tunaweza tusielewe vizuri hiyo, lakini ngoja tuangalie manuscript release, gombo la 15, ukurasa wa 228 paragrafu ya 2. Tusome na kujifunza sura ya 12 ya Danieli. Ni onyo ambalo sote tutahitaji kuelewa kabla ya wakati wa mwisho. Kwa kama Danieli 8 mpaka 12 inatupeleka mpaka matukio ya mwisho ya kufungwa kwa historia ya dunia hii. Alafu Danieli 12 imebeba maonyo ambalo tunahitaji kuelewa kabla ya wakati wa mwisho, maana yake kabla ya Mikaeli kusimama mwisho kabisa. Danieli 12 inatutoa tarehe 22 Oktoba 1844 mpaka kurudi kwa Yesu. Kwa hiyo inatuleta kwenye uhitimishwaji wa pambano kuu, Mikaeli anasimama. Inatuleta kwenye kuhitimishwa kwa matukio yaliyoanza tarehe 22 Oktoba 1844, ikiwemo hukumu ya upelelezi, kukoma kwa huduma ya Yesu patakatifu pa patakatifu mbinguni. Kwa hiyo Danieli 12 haitupeleki nyuma. Danieli 12 inatuleta kwenye uhitimishwaji. Kwa hiyo hata siku 1335 nabii hapa anaeleza kwamba yalikuwa ni makosa ya Hewitt, ndugu Hewitt kutoka Dead River, aliyeamini kwamba zile siku zilikuwa zimepita. Zile siku zilikuwa hazijapita. Lakini angalia, nisome hii nukuu ya muhimu sana tunapofanya hitimisho la somo letu. Katika manuscript release, gombo la kwanza, ukurasa wa 355 paragrafu ya kwanza. Manuscript release, gombo la kwanza, ukurasa wa 355 paragrafu ya kwanza. Nabii anasema Yesu alikuwa karibu tu kutoa maisha yake ili kuleta uzima na kutokufa kwa nuru. Kristo katikati ya mateso yake na kukataliwa kila siku na wanadamu, anaangalia mistari ya miaka 2000 kwa kanisa lake ambalo lingekuwapo katika siku za mwisho kabla ya mwisho wa historia ya dunia hii. Yaani Yesu wakati wa kifo chake, na kitazama kifo chake, Yesu alikufa mwaka gani? Mwaka wa 31 AD. Alilitazama kanisa lake likingali kuwepo duniani mpaka mwisho, kabla ya mwisho wa historia ya dunia hii. Sasa hesabu kuanzia mwaka 31, Yesu analiona kanisa lake miaka 2000. Miaka 2000 inatuleta mwaka 2031. Tupambane na miaka 6000, lakini bado roho ya unabii haituachi salama. Tuikatae miaka 6000, lakini roho ya unabii haituachi salama. Niulize swali mwanatheolojia mwenzangu, mchungaji na yeyote yule, hii nukuu ipo haipo? Ni ya roho ya unabii, sio ya roho ya unabii? Ina maana gani? Kwamba Yesu alitazama kanisa lake wakati anakikabili kifo chake, alitazama miaka 2000 mbele. Kanisa lake litadumu kuwepo duniani kabla ya mwisho wa historia ya dunia hii. Hii nukuu ilikuwa inamaanisha nini? Tunakataa miaka 6000, japo tangu anguko mpaka kifo cha Yesu ilipita miaka 4000. Na Mungu akitujalia nafasi tutakuja kuchambua, maana hii miaka 6000 ni sehemu ya ukweli wa sasa. Ni sehemu kabisa ya ukweli wa sasa. Kuna haja ya kuja kuichambua hii vizuri. Kwa hiyo unaona kipande cha pili cha miaka 2000 kutoka mwaka wa 31 AD mpaka 2031. Sasa hatusemi ya kwamba Yesu atarudi mwaka 2031, hatujui. Ila
sheria ya Jumapili ikitangazwa Marekani, haijalishi imetangazwa mwaka gani, katika utawala huu uliopo, lazima sheria ya Jumapili ipite katika kipindi cha utawala huu, kwa mujibu wa ishara za kinabii tulizopewa na namna ambavyo serikali hii ya Marekani ya Donald Trump inatenda kazi. Hii serikali ya Christian Conservatives, unajiita Christian nationalism, wanataka kurudisha Ukristo, kuwafanya watu waabudu, anataka kurudisha ibada. Hii serikali miaka yake 4 hii, lazima mwaka wowote hapo sheria ya Jumapili itangazwe Marekani. Kwa ikitangazwa mwaka wowote, tunahesabu miaka 4 Mikaeli atasimama. Chini ya miaka 4 Mikaeli atasimama. Kwa hiyo mpaka hapo tunapata picha ya kwamba muda umeisha. Tufanye nini sasa? Tunachopaswa kufanya sasa ni kutubu na kuungama dhambi, kumtafuta Mungu kwa bidii, kuchunguza neno la Mungu wenyewe na sio kumwamini yeyote. Sijui BRI wanasema hivi, unakwenda kinyume na BRI. Mimi siwezi kwenda kinyume na BRI ikiwa BRI inasema sawasawa na neno, hivi ndivyo asemavyo Bwana. Ikienda kinyume, siwezi kukubali. Nitasimama na imeandikwa. Kwa hiyo Danieli 8 mpaka 12 inatuleta kwenye uelewa wa nini kilitokea 1844 tarehe 22 Oktoba, wakati wa siku 2300 zilipokoma. Kuanzia pale, sehemu ya hiyo Danieli 8 mpaka 12, sura ya 12 specific, inatuleta mwisho, wakati wa hatamu ya pili ya upapa, wakati upapa utakapokuwa umetenda maajabu. Ndicho kipindi ambacho Mikaeli atasimama, anapokonya ufalme, wakati wa mamlaka hii ya Kirumi ikiwa imerejeshewa, jeraha la mauti limepona. Kwa hiyo zile siku 1260, miaka 3.5, ni kipindi cha awamu ya pili ya utawala wa upapa baada ya kupona jeraha la mauti. Zinaanza kuhesabika wapi? Marekani ikitangaza sheria ya Jumapili ya kitaifa. Itakapokoma miaka 3.5, Mikaeli atasimama. Siku 75 mbele ndicho kipindi ambacho kinagawanyika katika siku 30, inaleta jumla 1290, na siku 45 ni kipindi kitakachofuata baada ya zile siku 30, inaleta jumla 1335. Mikaeli ataonekana mawinguni. Kwa Danieli imetupatia hiyo picha. Sasa hapa sio kwamba tunafanya time setting. Kwa hiyo nimeseti time gani ya kurudi kwa Yesu? Tarehe gani? Kumbuka Biblia inasema hatujui siku wala saa. Hatujui siku wala saa, kwa maana ya hatujui siku wala saa. Kitabu hiki cha Pambano Kuu kurasa 527, Baba atatangaza siku na saa ya kuja kwa Yesu. Kwa hiyo huku mwishoni, baada ya tarehe 22 Oktoba 1844, hakuna tukio lolote tutakalolijua kwa fixed time. Hakuna muda maalum utakao tuongoza kujua tukio, hakuna. Ila kuna ishara, kuna dalili, kuna events, kuna matukio. Kwa hiyo ukaribu wa kuja kwa Yesu tunauelewa. Marekani inapotangaza sheria ya Jumapili, jueni ya kwamba haitavuka miaka 4 Yesu ataonekana mawinguni. Miaka 3.5 ya utawala wa upapa, awamu ya pili, jeraha la mauti likiwa limepona na kuwatesa watakatifu, ndani yake kilio kikuu pia kitahubiriwa. Miaka 3.5 Mikaeli atasimama. Siku 75 ni baada ya Mikaeli kusimama mpaka Yesu atakaporudi. Ndicho kipindi cha taabu ambayo haijawahi kuwapo tangu limekuwako taifa, siku 75 baada ya Mikaeli kusimama. Kwa hivyo ndivyo Danieli inavyotucholea kalenda. Hatujui siku na saa ya kuja kwa Yesu. Hatujui. Kwa hiyo Mungu atusaidie kuelewa kitabu kilichofunguliwa kimesheheni mambo mazito muhimu ya usue wokovu wetu, ya usue imani yetu. Karibu ufuatilie somo linalofuata, somo la 8. Hii ni sehemu ya 7 tu. Sehemu ya 8 tutakuja kuangalia kwa pana zaidi. Hapa tulipoishia tutanue zaidi, tutajibu hoja nyingi. Endelea kufuatilia, share na wengine masomo haya. Mungu na akubariki. Asante kwa kufuatilia, na tunapohitimisha tuombe. Baba, tunakushukuru, utukuzwe wewe, sifa na utukufu zikurudie.
kwa jina la Yesu, amina. Mungu na akubariki.